Mambo vipi rafiki yangu, uko poa? Karibu sana kwenye chaneli yetu ambapo tunagusa maisha halisi, mahusiano na mambo ya kuvutia kuhusu binadamu. Leo tuna mada kali sana ambayo inaweza kukushangaza kidogo. Tutazungumzia mambo ambayo mara nyingi hupendwa na watu wenye damu group O. Sasa kumbuka, haya siyo sheria asilimia 100, lakini kuna tabia na mitazamo ambayo imeonekana kujirudia kwa watu wengi wa group hii. Kama wewe ni group O, unaweza kujikuta kabisa hapa. Na kama sio, unaweza kuelewa rafiki yako, mpenzi wako au ndugu yako vizuri zaidi. Kabla hatujaendelea na chakula chetu cha leo, fanya kubonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama ya kengele hapo chini. Lakini usisahau kulike na kucomment, utakuwa umetisha sana. Namba 1, wanapenda kuongoza. Watu wa damu group O mara nyingi wana hulka ya uongozi ndani yao. Wanapenda kuwa mbele, kutoa maamuzi na kuonyesha mwelekeo. Hii haimaanishi wanajiona bora kuliko wengine, bali wanajiamini na wana uwezo wa kuchukua hatua. Wanapokuwa kwenye kundi, utaona wengi wao wanachukua nafasi ya kupanga mambo au kushauri. Wanapenda kuona mambo yanaenda sawa chini ya uangalizi wao. Hii huwafanya waonekane kama viongozi wa asili. Namba 2, wanapenda uhuru. Mtu wa group O hapendi kubanwa au kuwekewa mipaka mingi. Wanapenda kufanya mambo kwa mtindo wao wenyewe bila kushurutishwa sana. Uhuru kwao ni kitu cha muhimu sana, iwe kwenye kazi, mahusiano au maisha kwa ujumla. Wakihisi wanabanwa kupita kiasi, wanaweza kupoteza hamasa kabisa. Wanahitaji nafasi ya kupumua ili wawe na furaha. Namba 3, wanapenda changamoto. Hawa watu wanavutiwa sana na vitu vigumu vinavyohitaji juhudi. Changamoto huwafanya wajisikie hai na wana ari ya kushinda. Kazi rahisi sana mara nyingi huwaboa haraka. Wanapenda kujipima uwezo wao kila mara. Hii huwafanya kuwa watu wanaopiga hatua kubwa maishani. Namba 4, wanapenda kuwa washindi. Roho ya ushindi ipo ndani yao sana. Wanapofanya jambo, wanataka matokeo mazuri zaidi. Hawapendi kushindwa kirahisi. Hata wakishindwa, wanajifunza na kurudi kwa nguvu zaidi. Hii huwafanya kuwa wapambanaji wakubwa. Namba 5, wanapenda kujitegemea. Mtu wa group O hapendi sana kutegemea wengine. Wanajitahidi kusimama kwa miguu yao wenyewe. Wanapenda kujitafutia mafanikio yao. Hii huwafanya wawe na nidhamu na bidii. Wanajivunia mafanikio yao binafsi. Namba 6, wanapenda watu wenye nishati chanya. Wanavutiwa na watu wenye vibe nzuri. Hawapendi kukaa na watu wanaolalamika sana au wenye negativity. Wanahitaji mazingira yenye furaha na motisha. Hii huwasaidia kuendelea kuwa na nguvu ya kufanya mambo yao. Wanathamini sana marafiki wenye moyo mzuri. Namba 7, wanapenda kujifunza mambo mapya. Hawa watu wana udadisi wa hali ya juu. Wanapenda kujua vitu vipya kila siku. Hata wakishajua kitu, bado wanataka kuongeza maarifa. Hii huwafanya kuwa na upeo mpana wa kufikiri. Wanapenda maendeleo binafsi. Namba 8, wanapenda kufanya mazoezi au shughuli za mwili. Mara nyingi wana nguvu nyingi ndani yao. Wanapenda kutumia nguvu hiyo kwa kufanya mazoezi au kazi za mwili. Kukaa bila kufanya chochote huwafanya wajisikie vibaya. Mazoezi huwasaidia kupunguza stress. Wanapenda kuwa active muda mwingi. Namba 9, wanapenda mazingira ya ushindani. Hata kwenye kazi au michezo, wanapenda ushindani. Hii huwapa motisha ya kufanya vizuri zaidi. Wanapenda kujilinganisha na wengine ili kuboresha kiwango chao. Lakini ushindani wao mara nyingi huwa wa kujenga. Huwasukuma kufika mbali zaidi. Namba 10, wanapenda kujieleza wazi. Hawa watu huwa hawapendi kuficha hisia zao. Wanapenda kusema ukweli moja kwa moja. Wakati mwingine wanaweza kuonekana wakali, lakini wanamaanisha vizuri. Wanathamini mawasiliano ya wazi. Hii huwasaidia kuepuka misunderstandings. Namba 11, wanapenda kuthaminiwa. Wanapenda juhudi zao zitambulike. Wanapofanya jambo vizuri, wanatarajia pongezi. Hii huwapa motisha ya kufanya zaidi. Kupuuzwa huwafanya wajisikie vibaya. Wanahitaji kuthaminiwa kihisia. Namba 12, wanapenda mipango iliyo wazi. Hawapendi kuchanganyikiwa. Wanapenda kujua wanakoelekea. Mipango huwasaidia kuwa na mwelekeo mzuri. Hii huwafanya wawe na nidhamu. Wanapenda maisha yenye utaratibu fulani. Namba 13, wanapenda kuwa na malengo makubwa. Hawapendi maisha ya kawaida sana. Wanapenda kuweka ndoto kubwa. Hii huwafanya wafanye kazi kwa bidii. Wanapenda kuona mafanikio makubwa. Ndoto zao huwapa mwelekeo wa maisha. Namba 14, wanapenda heshima. Heshima ni kitu muhimu sana kwao. Wanapenda kuheshimiwa na pia kuheshimu wengine.
Kudharauliwa huwakwaza sana. Wanathamini utu. Hii huwafanya wawe na msimamo imara. Namba 15. Wanapenda kuchukua hatua haraka. Hawapendi kusubiri sana. Wanapenda kufanya maamuzi kwa wakati. Hii huwafanya wawe efficient. Lakini wakati mwingine wanaweza kukurupuka. Hivyo wanahitaji pia kujifunza uvumilivu. Namba 16. Wanapenda kuwa na udhibiti wa maisha yao. Wanapenda kujua wanachoendesha maisha yao. Hawapendi kutawaliwa sana na wengine. Wanajitahidi kupanga mambo yao wenyewe. Hii huwapa uhuru na amani ya moyo. Wanapenda kujisikia wako in control. Namba 17. Wanapenda marafiki wa kweli. Hawapendi urafiki wa juu juu. Wanapenda watu wa kweli na waaminifu. Wanathamini sana loyalty. Wakikupenda wanakuwa bega kwa bega na wewe, lakini usipokuwa wa kweli wanajitenga. Namba 18. Wanapenda mafanikio ya haraka lakini halisi. Wanapenda kuona matokeo ya juhudi zao, lakini wanajua mafanikio ya kweli yanahitaji kazi. Hawapendi shortcuts zisizo na msingi. Wanathamini mafanikio yaliyopatikana kwa jasho. Hii huwafanya wawe watu wa vitendo. Namba 19. Wanapenda kujiheshimu. Wanajali sana imeji yao. Wanapenda kujiona wana thamani. Hii huwafanya wawe na confidence. Wanajitahidi kuepuka mambo yanayoweza kuwashusha hadhi. Wanapenda kuwa na utu bora. Namba 20. Wanapenda kuwa na maana kwenye maisha. Hawapendi kuishi tu bila direction. Wanapenda maisha yenye purpose. Wanatafuta sababu ya kufanya wanachofanya. Hii huwafanya wawe na moyo wa kujituma. Wanapenda maisha yenye impact. Namba 21. Wanapenda kujiboresha kila siku. Hawapendi kubaki pale pale. Wanapenda kukua kiakili na kimaisha. Wanajifunza kutokana na makosa yao. Wanapenda kuwa bora kuliko jana. Hii huwafanya wawe na maendeleo endelevu. Hitimisho. Rafiki yangu, kama umefika hapa mpaka mwisho, basi hongera sana. Sasa umepata picha nzuri kuhusu mambo ambayo mara nyingi hupendwa na watu wa damu group O. Kama wewe ni mmoja wao, niambie kwenye comment, ni point ipi umejikuta nayo zaidi? Na kama una rafiki au mpenzi wa group O, hakikisha unamuelewa vizuri zaidi kuanzia leo. Na matumaini yangu kuwa umefurahia video hii. Sasa fanya kusubscribe kwenye channel hii, lakini pia usisahau kulike na kucomment ili unipe nguvu zaidi ya kufanya content kama hii. Mpaka next time, usisahau, maisha ni kujifunza kila siku. Bye bye.